Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Waraka wa kwanza wa Petro ile sura ya 4 mstari wa kwanza Biblia inasema, basi kwa kuwa Kristo aliteswa katika mwili wake, ninyi nanyi jivikeni silaha ya nia ile ile, kwa maana yeye aliyeteswa katika mwili ameachana na dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Maana yake ni nini? Biblia inataka kutuonyesha kwamba Kristo alituwekea ishara ya kwamba tukitaka kuona matokeo ya kusudi la Mungu au ya kila alichokiwekeza Mungu katika maisha yetu, imetupasa kuwa na nia ile ile ya Kristo iliyokuwa ndani yake, ya kutaka kuyafanya mapenzi ya Mungu katikati ya ulimwengu uliojaa uasi, uliojaa kuto kumheshimu Mungu. Wewe uwe na nia ya kutaka kumpa heshima Mungu na kumpa kipaumbele Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ndio maana Biblia inaendelea kusema, tangu sasa msiendelee kuishi katika tamaa za wanadamu, bali katika mapenzi ya Mungu, wakati wenu uliobaki wa kukaa hapa duniani. Maana wakati wa maisha yenu uliopita watosha kwa kutenda mapenzi ya mataifa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo maana yake ni nini? Ni sawasawa na kile kitabu cha Waefeso sura ya 5 kuanzia ule mstari wa 14. Biblia inasema, hivyo usema, amka wewe usinziaye, utoke katika wafu, na Kristo atakuangaza. Maana yake Mungu anahitaji aina fulani ya mabadiliko kutokea moyoni, ili alete aina fulani ya mageuzi kutokea ndani, ili Mungu apate kujitukuza kutokea ndani ya mioyo yetu, ili kuwe na matokeo chanya, ili kwamba matunda aliyokusudia sawasawa na aina ya mbegu alizopanda katika utu wetu wa ndani, tuweze kumzalia Mungu matunda yanayopaswa. Kwa nini? Ukianzia ule mstari wa 15 Biblia inasema, basi angalieni sana jinsi mnavyoenenda, si kama watu wasio na hekima, bali kama watu wenye hekima, mkiukomboa wakati. Kwa nini? Kwa sababu wakati umebeba yatupasayo kufanya, na ndani yake yamebeba mchakato wa mapito ambayo katika njia ya Mungu ndani yake yatatokea mambo mbalimbali ambayo Mungu angetaka atokee ndani ya nyakati husika. Na Biblia ukiendelea katika mstari wa 17 nasema hivi, katika hiyo Waefeso nasema, kwa sababu hiyo msiwe wajinga, bali mfahamu ni nini yaliyo mapenzi ya Bwana, tena msilewe kwa mvinyo. Hapa mstari wa 16 nasema hivi, mkiukomboa wakati, kwa maana zamani hizi ni za uovu. Zamani hizi ni za uovu. Zamani hizi ni za uovu. Nyakati hizi ni nyakati za uovu. Katikati ya nyakati za uovu, uovu wa ulimwengu huu, usifiche aina ya uwekezaji wa Mungu aliyowekeza ndani yako, bali katikati ya nyakati hizi amua kulitukuza jina la Muumba wako. Bwana Yesu asifiwe. Kwamba umpe utukufu kwa kuhakikisha unamfuata yeye na kumzalia matunda sawasawa na matunda anayotakiwa kulingana na wakati. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana ukiendelea na kuendelea, utaona muhimizo wa Mungu nyakati zote na majira yote ni kuona mwanadamu anarejesha hali yake ya uhusiano wake inakuwa mahali pazuri, ili Mungu aweze kutumia moyo wake kukarabati, kuweka ukae mahali pazuri. Ndio maana pale juu imeanza kwa kusema hivi, hivyo usema, amka usinziaye, utoke katika wafu, na kisha Kristo atakuangaza. Anakuangaza vipi? Anakuondoa lile giza la namna dunia hii
inalofunika usitambue na usijitambue juu ya nafasi yako, ambao ukikaa katika nafasi utamzalia Mungu matunda, ili uweze kumzalia Mungu matunda. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Kwa maana ukiangalia katika kile kitabu cha Yeremia sura ya 29 kuanzia ule mstari wa 12 utaweza kuona hapa. Ukianza mstari wa 12 inasema hivi: nanyi mtaniita, mtakwenda na kuniomba, nami nitawasikiliza. Nanyi mtanitafuta na kuniona, mtakavyonitafuta kwa moyo wenu wote. Unaona kwa nini nasema kwa moyo wenu wote? Manake uamue kumpa Mungu namba moja, kivipaumbele, kiumuhimu kwenye maisha yako, na katika jambo lote, katika fikra zako, katika maamuzi yako, umfikirie Mungu kwanza. Katika maamuzi yako, katika jambo lolote. Kwa nini? Mungu alituumba tuishi kwa kumtegemea yeye. Pasipo kumtegemea yeye, tutafikiri tunaenda mbele, kumbe tunarudi nyuma. Ndio maana Biblia inasema hivi: kufanikiwa kwa mpumbavu kutamwangamiza. Kwa nini? Kila mafanikio ambayo nyuma yake hayuko Mungu muumba wako, kama kuna miungu mingine nje ya Mungu aliyekuumba, hata kama hiyo miungu imekudanganya kwamba yenyewe ndo top kwako na kwamba ilikuumba, manake uhakika wako ni 0.00. Usije ukasahau hiyo, na usije ukafikiri una furaha sana. Sikatae kuhusu furaha yako, sikatae kuhusu amani yako, lakini nachokitambua, naitambua ile furaha ya Mungu aliyekuumba na amani ya Mungu aliyekuumba. Ile ndo halisi ambao katika Yesu Kristo imekuja na kuboreshwa, na ndani yake imejaa nguvu ya wokozi na ukombozi, ili tuwe na usalama halisi ambao ni original, kwa namna ambavyo tunaweza kuwa na uhakika wa maisha yetu ya sasa na hata baada ya maisha haya. Kwa nini? Kwa sababu nguvu za Mungu na uwezo wa Mungu unafanya kazi ndani ya uzima, na uzima wa milele, ambapo na vitu tulivyo navyo vinadaiwa uzima wa milele. Ndio maana katika vita kubwa tulionayo ni kwamba watu wawe na vitu lakini si ndani ya uzima wa milele, kwamba mauti endelee kuoperate ndani yao, wasitumie mfumo wa maisha ambao uzima wa milele unakuwa katika mioyo yao na katika vile walivyo navyo, ili kwa sababu nje ya uzima wa milele ndani yake kuna giza na kuna mauti na operate na kuweka roho ya uongo, ili kupofusha fikra za watu wasitambue ukweli na uhalisia wa mambo, na waendelee kuwa watumwa wa ulimwengu huu na wa shetani na makusudi yake. Bwana Yesu asifiwe. Mungu akubariki, na neema ya Mungu iwe juu ya maisha yako, uweze kujitambua, na neema ya Mungu ikufundishe kukataa yale yasiyo ya Mungu na kuyapokea yale yaliyo ya Mungu, na damu ya Yesu Kristo iwe juu yako, ikuneemeshe, na ishara ya ukombozi iwe juu yako, kutokea katika fikra zako na katika moyo wako. Amen.